Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaendelea kutekeleza majukumu yake ya kisiasa nchini Tanzania kupitia mikutano na vikao vya ndani vinavyojadili mustakabali wa chama na hali ya siasa kwa ujumla. Akizungumza katika kikao hicho, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amezungumzia masuala kadhaa muhimu ikiwemo wito wa kuendelea kupaza sauti kuhusu mwenyekiti wa chama ambaye anashikiliwa na mahakama kutokana na kesi ya uhaini. Heche amesisitiza umuhimu wa mwenyekiti huyo kuachiwa uhuru ili aweze kurejea katika majukumu yake ya uongozi ndani ya chama cha upinzani. Kwa siku mbili ambazo mtakuwa hapa, mjadili mambo kwa utulivu na mkielewa kwamba Watanzania wanataka kujua, na sio Watanzania tu. Katibu mkuu baadaye atatoa taarifa hapo. Miongoni mwa watu ambao tumekutana nao kwa siku za karibuni wamesema nini kuhusu mwelekeo wa chama chetu na maamuzi tutakayotoa. Kwa hiyo mnapaswa kujua kwamba nchi iko mikononi mwenu na mnapaswa kufanya uamuzi wa busara, na baada ya hapa kwa kweli tuelekeze nchi kwenye yale ambayo tunatarajia yafanyike. Jambo la tatu, msimamo wetu, na tunasisitiza kwamba mimi sikupaswa kukaa hapa naongoza hiki kikao. Mtu aliyechaguliwa na mkutano mkuu kuongoza vikao vya aina hii ni Tundu Lissu. Sisi wengine ni wasaidizi wake. Tunaitaka serikali dhalimu ambayo haijachaguliwa na wananchi imwachie Tundu Lissu mara moja. Na hii ni kauli ya chama chetu, ni kauli ya mkutano mkuu, ni kauli ya wanachama wote. Lolote litakalompata Tundu Lissu akiwa mikononi mwa hao watu haitaeleweka, haitakubalika. Kwa tunasisitiza kama tulivyosema tena na tena kwamba tunataka Lissu aachiwe mara moja, kwa sababu hana kosa. Kutumia court processes kuonea watu, kwenda kupaki kesi mahakama ya rufani ili kunyima haki. Justice delayed is justice denied. Kwa mwaka mzima kesi kubwa yenye mwelekeo wa nchi imekuwa stalled, mahakama wanapiga danadana. Maana yake ni kwamba ni kupoteza muda na kutaka Lissu apige magoti, na kwa niaba yenu na kwa niaba ya chama chetu, masharti yote ambayo wamejaribu kutupa tumeyakataa. Hatutapiga magoti. Lissu amekataa. Amepewa ofa ya kutoka nje ya nchi aache kufanya siasa, amekataa. Wametupa ofa za kuandika sisi tufanye nini, tumekataa. Na narudia mbele ya wajumbe wa kamati kuu, tunataka Lissu aachiwe unconditionally aje kuendesha chama hiki, kwa sababu yeye ndiye aliyechaguliwa kama kiongozi wetu. La mwisho, kwa hatua ya sasa, kwa wanachama wetu na viongozi nchi nzima, tumetoa agizo la kusajili wanachama na kwenda kuanza kuignite structure za chama zianze kufunction. Mikutano mikuu kila jimbo, kila kata, na kwenda kusajili watu. Watu wana mwamko mkubwa sana wa kutaka kujiunga na chama chetu. Hii ndio fashion. Chadema ndio fashion ya nchi. Kila mtu anayetaka kuonekana mtu sane, mwenye uelewa, mwenye mwelekeo, mwenye mapenzi mema na nchi, lazima ujinasibishe na Chadema. Ukionekana wewe ni mtu wa kutoka upande mwingine, si chama kingine, watu wanakuona wewe ni mhujumu uchumi, kwa sababu chama ambacho kinaaminika na wananchi ni hiki hapa. Ndio chama cha siasa kinachoweza kufunction hata ambapo hatukuwepo. Wakati hatupo tumefungiwa. Vile vyama vyao mmevisikia. Chadema imerudi, kila mtu ana furaha. Siasa imerudi na tutafanya siasa. Sasa kwa sababu hizo tumeagiza wanachama wetu kusajili wanachama wengine wapya na kuingiza idadi kubwa zaidi ya wanachama kwenye chama. Tunajua Dodoma walikuwa wameanza na watu wamekamatwa Dodoma. Viongozi wetu watano, naomba hiyo karatasi yenye majina hiyo. Wamekamatwa viongozi wetu eneo la Sabasaba Dodoma wakiwa wanasajili wanachama. Chama hiki hakina zuio
la aina yoyote la kufunction, la kufanya kazi zake. Tunajua kumekuwa na utaratibu Dodoma hasa wa kujaribu kuzuia chama chetu. Hata tulipofanya mkutano mkubwa sana uliotisha pale Dodoma, baada ya kutoka pale, viongozi wetu wa wilaya wote walikamatwa na mkoa, na nafikiri kesi hiyo bado inaendelea, kwamba kwa nini tulifanya mkutano mkubwa vile Dodoma. Sasa kuna jitihada za makusudi za kuzuia chama chetu kufanya kazi pale Dodoma. Hatutakubali. Tunataka RPC awaachie mara moja afisa wetu wa chama ambaye anaitwa Shujaa Evarist, katibu wa mkoa Mheshimiwa Francisco Lawrence, na mwenyekiti wa baraza la vijana wa wilaya Dodoma Rukia Saidi. Tunataka waachiwe kwa sababu hakuna kosa walilofanya. Waachiliwe mara moja, warudi kwenye kufanya shughuli zao, na nchi nzima watu waendelee kusajili. Asanteni sana kwa mara nyingine, karibuni kwenye kikao cha kamati kuu, na Mungu awabariki, na nawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi. Asanteni sana. Kikao kimefunguliwa rasmi. Karibuni sana. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.